Tunakushukuru hata kwa uzima wa mwili, tunakushukuru hata kwa kuleta wagonjwa wetu, hata wakati wa kufua wakiwa wazima, umewalinda, tunasema ni asante. Hata wakati wa kufika, wa kurudi ukifika, warudishe wakiwa salama, hata wenye wajafika, tunaombea neema yako baraka. Tunapoanza siku ya leo kwa dunia, tunaomba hata sisi utupe hekima, tuko na masomo kila Jumatano. Tunajikumbusha kuhusu jinsi tunavyoweza kuishi vizuri tukiwa na kisukari mwili wetu. Tunaomba wanaosomesha wapatie hekima itokana kwako. Tupe utukufu Bwana, na tunaomba tukiamini na tusikie katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Sasa siku ya leo tuko na daktari wenye watatusomesha kuhusu daktari hawa ni psychology, sasa wanadina mambo ya kimawazo mafikiri. So ndio watatusomesha leo tujue vile kwa suppose kudeal na condition yetu tukiwa nayo, na pia mawazo yetu ni sawa sawa. Ndani apige psychologist kama mshauri, na leo ningetaka tuongee kuhusu usaidizi wetu. Wangapi wamepita kutubia? Lakini unaulizaje? Wangapi wamepita matibabu? Wangapi wanapita matibabu? Haya, wangapi wameleta wengine kuona? Watatu. Wanne. Okay. Kwa hivyo leo nataka kuongelea sana nyinyi wenye mmeleta wagonjwa. Sawa? Sababu kwa hata mimi ni mtu pia yako na shida ya sukari. Kwa hivyo sisi kama wasaidizi kazi yetu ni nini? Sawa. Na hasa katika mambo ya tumawazo. Sawa. Haya, usaidizi sana kwa mtu ako na shida ya sukari. Kazi yake unajua mnaambiwa na madaktari. Nyinyi ndio mnawasaidia kuwakumbusha mambo ya dawa, si ndio? Na mambo ya chakula. Kwa hivyo nyinyi ndio kama sauti yetu mkienda nyumbani. Nyinyi ndio mnaeka uzito mambo daktari amesema. Sawa. Mnahakikisha wanakula vile wanafaa, wanashughulikia mambo ya chakula vizuri na mambo ya dawa. Lakini sasa tumeona kuna kitu kingine lazima tushughulikie ikifika ni wakati wa katika shida ya sukari. Hiyo ni mambo ya stress. Sawa. Yenye mawazo imekuwa mingi, mambo imekuwa mingi, imekuwa mzito, unasikia kuna ugumu kidogo. Hiyo pia inachangia mambo ya sukari. Kwa hivyo unaweza kuwa unakula vizuri, unashughulikia dawa, lakini kama mawazo ni mingi, sukari bado inaleta shida. Sawa. Kwa hivyo sisi kama wasaidizi tunasaidia wapendwa wetu aje. Sawa. Sisi ndio support system, sisi ndio tunawapea nguvu. Tunahakikisha wako na mtu anaweza ongelesha. Kwa sababu maisha ni ngumu, si ndio? Na iko na ugumu wake. Na hiyo hata hiyo kukunywa dawa kila siku pia iko na ugumu. Sisi ndio tunawapea moyo, sisi ndio tunawapea nguvu kila siku. Kwa hivyo sisi nyinyi ndio wa karibu. Nimewaambia kwa mimi kwetu kuna mtu ako na shida ya sukari. Kwa hivyo sisi wa karibu ndio tunaweza msikiza. Sio lazima akuje kwa daktari angoje siku ya clinic, si ndio? Sisi ndio tunampea wakati tunamsikiza. Akiwa na mambo mingi, hapo na watu wanaweza ongelesha, wanaweza mpea mawaidha, wanaweza mpea moyo akiona mambo imekuwa nyingi. Kwa hivyo hata sisi wasaidizi inabidi na sisi tusikue sisi ndio tunaongezea stress. Sisi tunafanya kazi ya kumleta kwa hospitali, tunahakikisha mambo ya chakula amefuata dawa, alafu sisi ndio tunachangia. Sisi ndio tunafaa kuwa tunamrahisishia vitu. Sawa. Kwa hivyo sisi ndio watu wa karibu. Akitaka mtu wa kuongelesha, anaona mambo imekuwa mingi, hizi dawa ni mingi. Saa zingine anakuja anaambiwa kitu na daktari yenye iko na uzito, sisi ndio wa karibu. Kwa hivyo sisi ndio tunampea moyo. Hiyo ndio kazi yetu. Na sana ikikuja kwetu, hata mkikuja hapa kama ni kutibiwa ama ni hapa mjini. Kwa tunataka sana tuongee pia na familia, juu nyinyi ndio wa karibu.
nyinyi ndio mnaweza mpea moyo, sisi tukiwa mbali. Nyinyi ndio mko na yeye hapo nyumbani, si ndio? Kwa hivyo nyinyi ndio mnasaidia kupunguza mambo ya stress. Na niwaambia hata mkishughulikia dawa na chakula, kama stress iko itaongeza shida. Na hatutaki hiyo shida hii iongezeke ama akuje sasa alazwe huku. Unamweka vizuri. Kama ni clinic, saa zingine watu wanakuja clinic anaambiwa jambo yenye ni nzito. Nyinyi wenye mmemleta nyinyi ndio mnampea nguvu. Sisi tunaweza muongelesha lakini si mwishowe mtaenda nyumbani hata mkitoka hapo. Kwa hivyo wewe ndio unampea moyo, wewe ndio unazidi kumpea encouragement, unampea support. Sawa. Kwa hivyo hata tukiendelea kushughulikia wapendwa wetu, lazima tushughulikie mambo ya stress. Na kama wewe kama msaidizi, hiyo ni kazi yako sana. Sawa. Kwa hivyo mnasaidia, anakuwa na mtu wa kuongelesha, ukiwa na stress, wewe ndio unampea moyo. Sawa. Na mtu akona swali. Mko sawa? Kwa hivyo kama wasaidizi, hiyo ndio kazi yenu sana. Hata mkikuja kwetu hiyo ndio tutawaambia. Sawa. Ningependa kuongezea kwamba saa zingine kama wasaidizi pia, si hata kama wasaidizi pia sisi tunakuwa na stress yetu kama wasaidizi, kwa sababu wakati unasaidia mgonjwa kuna mambo mengi, na hata wewe mwenyewe una feel hata mimi nimechoka. Kwa hivyo hata wewe, hiyo tunasema self care, hata wewe mwenyewe ni muhimu. Sawa, kwa sababu unaweza kusaidia mpaka usikie na wewe mwenyewe umeenda tena kwa hiyo stress, na hiyo ndio tunajaribu kuavoid. Kwa hivyo tunasema hata wewe mwenyewe pia lazima ujitunze ndio uweze kutunza mgonjwa. Na attitude, yani unajua ndio unaweza kunitunza, lakini vile unaniangalia nishindo kweli yeye ananitunza ama anafanya namna gani? Kwa hivyo hiyo attitude yako towards huyu mgonjwa, hata ile tabasamu, unajua vitu zingine ni ile tabasamu tukinipa anasikia umenitunza. Pamoja kwamba nakula dawa, pamoja kwamba napata matibabu mazuri, napata chakula kizuri, lakini yeye kuwa na mimi tu na kufurahia na mimi, kucheka na mimi, nipatie story nzuri, hiyo wanasema inarudisha mambo ya stress chini. Lakini pia lazima ianze na wewe mwenyewe pia lazima ujue vile unajimanage ndio uweze kumanage mgonjwa. Ni sawa? Barikiwe sana. Tumesoma kitu. Sasa hapo sana nitaongelesha msichana wa Joyce, msichana wa Bledge na bwana ya Rahab. Masomo leo ilikuwa yenu, si ndio? Msichoke, msiboeke. Unajua kuna ile inaita kuchoka na kuboeka. Haya amekuja sana. Lakini hakuna kukuja sana kwa sababu tulisema kisukari si ugonjwa na hii ni hali wanaishi nayo, si ndio? Na ndio mama aishi juu ninaona wawili wameleta kwa mama si bwana ya Rahab, si ndio? Sasa si unaona kila mtu ameleta uzito wake upande moja, si ndio? Mama ya mtu ni mkubwa, bibi ya mtu ama bwana ya mtu ni mkubwa sana, si ndio? Tutachoka. Tumeambiwa tusichoke, si ndio? Tuwakumbushe dawa, tunawaleta clinic na tunawakumbusha mapema siku ya clinic, si ndio? Na chakula. Juu ninaona hapa apart from Rahab ndio upika, lakini mwenye kununua chenye Rahab anafaa kukula ni nani? Si huyu. Haya, Agnes, najua venye unafaa kufanya, si ndio? Kwa mama. Haya, kwa mama Agnes. Msichana wake anajua lazima Agnes akule. Imagine hiyo miaka yote sijajua jina yako. Diana, hiyo sitasahau. Ameleta mama yake, congratulations, she is one of my best friends. Joshua ni rafiki yangu sana, amemleta kama kuna support system kwa Joyce ni Diana kwa maisha yake. Umesaidia mama sana. Unaona venye yako? Hiyo masomo umeambiwa ni yako. Sawa. Kushika mama, kumleta clinic. Juu ile kiti inakaliwa na mama, wewe huwezi itoshea, si ndio? Utatoshea hata chenye ile kiti ya Rahab wewe huwezi toshea. So if you don't support her, usipomshika mkono, sasa hapo akianza kupoteza macho juu ya sukari.
ama figo ziende, badala ya kuja kliniki tunaenda dialysis. Hiyo ndio sasa ndio sababu tunaongea tusifike hapo. Fanya kazi yako ndio tusifike hapo, tukue tu wageni wa hii clinic peke yake. Tunakunywa dawa, tunafanya mazoezi, tunapima sukari. Nani anafaa kupima? Kwanza Diana, wewe Joyce asipopima sukari, sitamuuliza do I even ask Joyce about sukari yake. Nitauliza Diana. Blanche asipopima sukari nauliza Agnes, si ndio? Na wewe strips za lab zikiisha za kupima sukari, wewe ndio utatujibu kwa nini lab hana strips, si ndio? Sasa hiyo yote inashika hiyo masomo tumesoma inashika, si unaona zinalingana hapo. So hawa ni watu wa muhimu sana na wafaida sana, wanatushikilia akili zetu. Tusipotoe, unaona watu wenye siku hizi wamehangaika, mtu ananoka akili kwa sababu ya mawazo mingi. Ukiwa peke yako ukisikia mawazo ama mambo yamekuwa mazito, kuna wataalamu wa hiyo anakukaisha chini, anakuongelesha na unajua kila mtu ako na ile kipawa yake amepewa na Mungu. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Hiyo ni masomo ya kusupport watu wa kisukari waishi maisha marefu wakiwa na hiyo condition, hakuna pale inaenda, si ndio? Na usidanganye na mtu. Hata tukienda Loliondo alikufa. Hata tukienda wapi, hata tunaamini maombi, lakini Mungu atatuliza sukari yako ukifuata maagizo ya daktari. Sawa? Lakini ataituliza, usipoteze macho, usipoteze figo, usikatwe miguu. Bado ukiendelea kukuja wapi? Kliniki na ukikunywa madawa. Sawa sawa. Tuko na swali. Tutawaambiaje wataalamu wa mawaidha? Tutawaambiaje? Nasema asante sana. Asante. Kwa hiyo utaalamu ndio ina shida, dawa nyingine. Ile watu wanataka kukaa nyumbani. Unajua wengine wanaacha watoto yao huko, wanakuwa na hofu na hasira, wamekuwa wagonjwa zaidi. Na hiyo ni mbaya sana. Lakini hawa naona hawatuacha. Tunakaa nao vizuri na tunakuwa tukiongea. Asante sana. Nje mara mingi. Asante. So, thank you so much again. Nimeambiwa na wagonjwa wetu karibu tena. Asante sana.